الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. نعم, tunaendeleza yale ambayo kwamba yanaharibu saumu ya mtu. Naam, imekuja swali kwamba je, mtu ambaye kwamba amefunga anafaa kutumia mswaki, bimaana anafaa kupiga mswaki mchana wa Ramadhan? Naam, jawabu ni isti'malu siwaki lisaimi jaizun fi ayi waqtin. Mtu kutumia mswaki, bimaana mtu kupiga brush ama mswaki kwa mwenye kufunga ni jambo ambalo kwamba linajuzu. Ni jambo ambalo kwamba linajuzu wakati wowote, sawa kana kabla zawal au baada zawal. Endapo itakuwa ni baada ya jua kuchomoza ama kabla ya jua kuchomoza, naam, mtu anaruhusiwa kutumia mswaki, na imekuja ahadith nyingi ambazo kwamba inaeleza fadila ya mtu kupiga mswaki. Ama wale ambao kwamba wanasema kwamba haifai kupiga mswaki kwa sababu imekuja hadithi kwamba Allah Azza wa Jalla upenda sana ile harufu ambayo kwamba inatoka kwa mdomo mwenye kufunga, hiyo ni fahamu ambayo kwamba sio sahihi. Fahamu ambayo kwamba ni sahihi ni ile harufu ambayo kwamba inatoka katika utumbo wa yule ambaye kwamba amefunga, kwa sababu kumekauka ndani kule, hakuna chakula na kadhalika. Ile harufu inayotoka ndio atyabu inda Allah min rih almisk, ndio Allah Azza wa Jalla anaipenda zaidi ya harufu ya misk. Ama harufu ya meno na yale ambayo kwamba iko kwenye mdomo ambayo kwamba inaudhi Waislamu hairuhusiwi. Kwa hivyo kwa mwenye kufunga anaruhusiwa kupiga mswaki, na anaweza kutumia hata ile dawa ya mswaki, inaruhusiwa vile vile, ni jaiz. Lakini achunge isiweze kuenda mpaka ikapitiliza kwenye kona ikaingia kwenye tumbo, itakuwa ni sababu ya kuharibu saumu yake. Ama akiwa atachunga na asiweze kuingiza kwenye koo yake na kupenya kwenda tumboni, basi inaruhusiwa na haina basi yoyote. Kwa inshallah tumefahamu kwamba mwenye kufunga anaruhusiwa kupiga brush, na vile vile anaruhusiwa kutumia dawa ya mswaki, lakini bishartin achunge isiweze kupitiliza, na endapo atafanya makosa ikapitiliza itakuwa ni sababu ya saumu yake kuharibika. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum.